warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu, ninayo furaha kubwa kukutana na ndugu zetu Waislamu. Hatuna nasaba yoyote kwa upande wa damu, lakini kilichotuunganisha ni kamba ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kamba hii ni madhubuti. Maana yake inaweza kuwaunganisha Waislamu wasiojuana wakajuana kwa sababu ya kamba hii peke yake. Na ndio maana Muislamu alioko Afrika na Muislamu alioko Ulaya au Arabuni wanaweza kuwa kitu kimoja, na kinachowakutanisha ni cheni hii. Muislamu mweupe na Muislamu mweusi na rangi nyingine kama ipo, wote hao wanakuwa ni mandugu kwa sababu ya kukutanishwa na kamba hii ambaye ni awthaqa ural iman. Na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelithibitisha pale aliposema innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Udugu wao unakuja kwa sababu ya imani. Ndio wanasema wanawazuoni wa Kiislamu, udugu uko katika sehemu kuu mbili. Kuna ukhuwatun nasabi, udugu wa kinasaba, mtu na baba zake wakubwa, baba zake wadogo, mama zake wakubwa, mama zake wadogo. Udugu wa nasaba, udugu wa damu, udugu wa kuzaana. Hii ni aina ya kwanza ya udugu. Udugu wa kiimani una nguvu kuliko udugu wa kinasaba. Yaani hivi tulivyo sisi ni mandugu. Wako waliotokea Kondoa kama akina sisi, wako ambao ni wa hapa hapa Singida, wako ambao wametokea sijui makabila gani huko. Licha ya makabila yetu kuwa tofauti tofauti, udugu tulionao wa kiimani una nguvu kubwa kuliko udugu wa kinasaba. Yaani ukiniangalia mimi na mimi nikikuangalia wewe, udugu wetu una nguvu kuliko udugu wa nasaba zetu na damu zetu. Kwa hivyo sisi ni mandugu, kilichotukutanisha ni kalima ya shahada. Waislamu, Uislamu huu umekuja kuimarisha tabia nzuri na tabia njema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio alikuwa kioo katika hilo, na Qur'ani ikamsifu. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Kwa rehema za Allah, Muhammad ni mpole kwao, una tabia nzuri kwao. Na lau kama wewe Muhammad ungekuwa ni katili, msusuwavu wa moyo, mwenye tabia mbovu na chafu, wote waliokuzunguka wangekukimbia, wangeenda zao. Usingepata mtu kabisa, usingebaki na mtu. Lakini pia Qur'ani kaendelea kumsifu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hizo zote ni tabia njema. Kwa hakika amekuijileni mtume aliotokana na nafsi zenu. Maana yake amezaliwa na wanadamu kama nyinyi, ametokana na nyinyi. Amezaliwa na mwanadamu kama nyinyi mlivyozaliwa, ametokana na nyinyi. Lakini mtume huyu ni mtukufu mno. Yale mazito mnayoyapitia na yeye anapitia, lakini pia yale mazuri mnayoyapitia na yeye anapitia. Lakini mtume huyu kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Ana upole mno. Alikuwa ni mpole mno mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na pia alikuwa na huruma. Pole sana. Na upole wake uliwavuta wengi katika Uislamu.
mpaka siku moja Mtume anajieleza, anasema innama ana rahmatun muhda, hakika mimi ni huruma yenye kuongoza. Yani mtu akiniangalia tu nilivyo, maisha yangu na utaratibu wangu, anaongoka kwenda katika njia ya haki na njia ya sawa. Alikuwa mpole sana. Lakini pia Qur'ani ikaendelea kumsifu, wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwa hakika wewe Muhammadi ni mwenye tabia nzuri mno. Kwenye upande wa kitabia hakuna anakufikia. Tabia ni nzuri sana za mtume wetu Muhammad. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu yeye ametumwa kwa tabia nzuri, akahakikisha mambo ya tabia nzuri anayaimarisha na kuyaboresha. Mpaka siku moja anasemaje, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimetumwa kuja kuyatimiza mazuri, nimekuja kutimiza tabia nzuri, nimekuja kuimarisha tabia nzuri. Mpaka inafika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama anamfanya mwenye tabia nzuri kwamba ndo aliokamilika kiimani. Anasemaje Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kwa hakika si vinginevyo mkamilifu wa imani katika waumini, mtu ambaye ni mzuri na amekamilika katika upande wa waumini, ni yule ambaye amekamilika kitabia, ana tabia ambazo ni nzuri sana. Na Mtume ameeleza miongoni mwa watu watakaokuwa nao peponi, atakuwa pamoja na atakuwa karibu na yeye pia. Mtume anasemaje, ahsanuhum akhlaqa, ni yule mwenye tabia nzuri. Kwa hivyo tabia nzuri ni msingi mzuri wa maisha, lakini pia ni msingi mzuri wa kiimani. Na jamii yoyote iliyokosa tabia nzuri, ufahamu jamii hii itaporomoka na itadondoka. Itadondoka kabisa. Mmoja katika wanaozuoni Ahmad Shauqi anasema innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu, hakika si vinginevyo jamii yoyote itaendelea kubaki na hadhi, itaendelea kubaki na heshima, itaendelea kubaki ikiwa juu na ustaarabu, endapo wataendelea kudumisha tabia nzuri. Lakini taifa lolote au jamii yoyote ambayo tabia zake ni mbovu, tabia zake ni chafu, jamii hiyo itaendelea kushuka na kuonekana ni jamii duni, ni jamii ya kidhalili. Kwa nini? Tabia. Na usikubali mtu akushinde katika tabia nzuri. Usikubali kabisa. Ukimwona kuna mtu ana tabia nzuri, wewe za kwako ziwe nzuri zaidi yake. Usikubali kabisa. Kwa sababu anapokushinda kitabia, maana yake amekushinda kidini. Ndio maana yake. Na amekushinda kiimani. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri na matamu sana. Anasema ad-dinu kulluhu khuluqun faman faqaqa fil khuluqi faqad faqaqa fid dini. Dini yote ni tabia. Yaani dini yetu nzima imejengwa katika tabia nzuri. Yoyote atakayekuzidi kitabia, huyo amekuzidi kidini. Amekuzidi kidini, maana yake uko nyuma yake. Usikubali mtu akuzidi kitabia. Akiwa na tabia nzuri, wewe za kwako ziwe nzuri zaidi kuliko za kwake. Waislamu, kuna tabia ambayo tuko nayo zama zetu mbaya na chafu, lakini pia inaenea kwa kasi katika jamii yetu ya Kiislamu. Licha ya kwamba hata kwenye jamii nyingine ipo, lakini sisi tunaizungumza jamii yetu kwa sababu ndo inayotuhusu. Tabia hiyo imeharibu wengi katika vijana wa Kiislamu na hata katika mabinti wa Kiislamu. Na kuna watu ambao tulikuwa tukiwaona wana mustakbali mzuri, mustakbali wao umepotea kwa sababu ya tabia hiyo. Wamepoteza mustakbali kabisa moja kwa moja. Mustakbali upande wa dini hawapo, lakini pia mustakbali upande hata wa maisha na kitaifa na kinchi pia hawapo kwa sababu ya tabia hiyo. Na tabia yenyewe ni shurbul khamri, kunywa pombe. Kunywa pombe, wallahi Waislamu kumewaharibu watu wengi sana. Sana kabisa. Mimi binafsi yangu kuna vijana nilikuwa na wafahamu wana mustakbali mzuri tu.
Lakini leo unapokutana nao hawana lolote, bali hakuna chochote walichonacho mpaka sasa. Sio kwenye upande wa kidini hawapo wala hawana msaada wowote, lakini pia hata kwenye upande wa kidunia pia hawana msaada wowote. Wamepoteza mustakabali moja kwa moja. Na ninaamini vijana kama hao pia na wewe unawajua, ambao umeishi nao, wengine pengine umesoma nao shule, wengine ulikuwa nao kwenye harakati za hapa na pale za kidini au kwenye harakati za kiulimwengu. Sasa hivi hawapo kabisa, wamepoteza mwelekeo moja kwa moja kwa sababu ya pombe. Unywaji wa pombe Uislamu ni hatari. Ni hatari kabisa. Hivi mtu ambaye anakunywa pombe, hivi kwenye Uislamu anaweza akasaidia kitu gani mtu kama huyu? Anaweza akasaidia nini? Au katika upande hata wa kitaifa pia anaweza kusaidia kitu gani huyu mtu? Wakati muda wote kalewa, akili haipo, muda wote yuko kwenye mifereji kalala, ana thamani gani mtu huyu? Jana wakati tunakuja, sababu tuliondoka majira ya saa 10 na hivi, ni katika mambo ambayo yanaumiza, mimi binafsi yangu yananiumiza, na naamini na wewe pia unaumia. Kijana mdogo mdogo tu hivi, natoka nyumbani nateremkia barabarani ili safari ianze, nifuate msafara huko uliko. Nikamkuta kijana mmoja, kwa sura namuonaona sana pale mtaani, ila kwa jina tu simfahamu, lakini kwa sura namuona sana. Kijana mdogo mdogo hivi, kalala pembezoni mwa mtaro akiwa amelewa, haelewi kinachoendelea na mbwa zikimnusa mguuni. Hivi huyu mtu huyu kwa upande wa wazazi wake anaweza akasaidia kitu gani huyu mtu? Anaweza akawasaidia nini? Hata katika upande wa kidini pia huyu anaweza akasaidia kitu gani? Hata katika upande pia wa kitaifa huyu anaweza akasaidia kitu gani? Mtu kama huyu, yeye mwenyewe kalala pembezoni mwa mtaro, mbwa wanamnusa, haelewi kabisa yuko kwenye ulimwengu gani. Unywaji wa pombe umewaharibu na kuwapotezea mustakabali watu wengi sana. Ingawa baadhi ya vijana huona kwamba ndio ujana, kwamba anakula ujana, yeye ndio muda wake, ni kwamba sasa na yeye anakula maisha yake, lakini huwezi ukala ujana na maisha kwa kuondosha akili ambayo inakufanya wewe uweze kufight maisha yako. Na mwanadamu ni akili, wa Islam. Mwanadamu ni akili. Yaani kumtofautisha mwanadamu na wanyama au na ndege au na wadudu ni akili. Sio kwa sababu ya maumbo, ni akili. Akili inapokuwepo huyu ni mwanadamu, lakini akili inapoondoka kwa kuitoa kwa hivyo vitu, ufahamu huyu anakuwa sio mwanadamu tena. Na hilo Allah amelithibitisha katika Qur'ani, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kwa hakika tumemheshimisha mwanadamu, tumemkirimu mwanadamu, tumemfanya mwanadamu akawa ni mtu wa maana na wa thamani. Kwa nini? Kwa sababu ya akili yake. Tukamuinua mwanadamu kwenye hadhi ya juu, tukamruzuku vilivyo vizuri. Mwanadamu anakula vizuri, sio kama mnyama. Mnyama anakula nyasa, anakula majani bila kupika. Mwanadamu tukamheshimisha kwa kumruzuku vitu ambavyo ni vizuri. Lakini pia isitoshe, mwanadamu tukamfadhilisha kuliko viumbe vyote vilivyoumbwa na Allah, akawa ni mtu wa maana sana. Tena mwanadamu huyu anaweza kusafiri angani, anaweza kusafiri baharini, anaweza kusafiri mpaka nchi kavu kwa vifaa alivyovitengeneza mwenyewe mwanadamu. Yote haya ni kwa sababu kakirimiwa kwa kupewa akili. Akili inapoondoka, mwanadamu anakuwa yeye na ng'ombe, hakuna utofauti. Anakuwa yeye na mbuzi, hakuna utofauti. Na ndio maana mwanadamu anapoitoa akili yake, anaweza akajamiana na mke wake mbele ya watoto wake. Kwa sababu hiyo ya madhara ya pombe na kuondosha mustakabali wa kidini na kidunia, Uislamu ukaharamisha unywaji wa pombe, kawa kwamba pombe ni haramun ala al-itlaq. Hata kama wenye kuuza na kutengeneza wataipamba vipi, maana wanapamba kwa maneno mazuri, na mara nyingi tunaona hata kwenye vyombo vya habari visivyolazimiana na dini yoyote vinatangaza pombe. Lakini fahamu, wale ni wanakupambia tu wapate kipato,
lakini anayeharibika ni wewe au ni mtoto wako au ni mtoto wa ndugu yako, ndio anayepoteza mustakbali. Pombe ndugu zangu ni haramu kwa aina zake zote kwenye Uislamu. Pombe kwa aina zake zote ni haramu, zote ni haramu kwa aina zote. Na pombe ni kile chenye kufunika akili, kile kinachoondosha akili ya mwanadamu, hiko kinaitwa ni pombe. Ni sawasawa kitu hicho kinavutwa kama nini? Mfano kama bangi, si ndivyo Uislamu? Ni sawasawa kitu hicho kinanywewa kama akina Serengeti na akina Keivanti na wengineo, pombe la maji linalonywewa haramun. Ni sawasawa kitu hicho kinaliwa. Maadamu kila akili yako inaondoka, hilo ni pombe na ni haramu kutumia. Kwa hivyo ni sawasawa pombe hilo ni kitu kinacholiwa kama nini? Kama mirungi na kama dadi. So dadi baba Kiingereza. Kuna pombe linaitwa dadi. Sijajua kama wengi mnalijua ama vipi, inaitwa dadi. Unaona kabisa inapikwa kama ugali, unaona mtu anamega, unafikiria ni ugali. Anamega na anatoze kwenye mboga na anakula, lakini mwisho yote analewa. Hilo linaliwa. Kwa hivyo ni sawasawa iko chenye kutoa akili, ni kinavutwa au kinanywewa au kinaliwa au vyovyote vile. Maadamu ni kitu kinachotoa akili, hiyo inakuwa ni pombe na inakuwa ni haramu ni Muislamu kutumia. Na vijana wanagundua kila aina ya ulevi. Sasa hivi kuna ulevi mwingine wa kunusa kama petroli. Anaweka kwenye kopo, wallahu aalam kama kuna vitu vingine wanachanganyia pale ama vipi, kisha baada hapo anaweka pua zake pale, anavuta ile akili na inachangamka. Ikisha changamka tayari baada hapo anakuwa amelewa. Hivyo. Kwa hivyo chochote chenye kutoa akili kinaitwa ni pombe, na kile chenye kutoa akili kinakuwa ni haramu. Na hilo Mtume sallallahu alaihi wasallama amelizungumza pale aliposema kullu muskiri khamrun. Kila chenye kulewesha ni pombe. Kila chenye kulewesha ni pombe. Maadamu ukitumia unalewa, akili inatoka, kitu hicho ni pombe. Wa kullu muskirin haramun. Na kile chenye kulewesha ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha pombe moja kwa moja katika suratul Maida aya 90 mpaka 91. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enye mliomuamini Allah, enye mliomuamini Allah, mkamwamini mtume wake na mkayaamini yale yote mliotakiwa kuyaamini, yote mkayaamini waumini. Innamal khamru wal maisiru, kwa hakika si vinginevyo pombe na kamari, kubeti, wal ansabi, na kuabudu masanamu, wal azlami, na upigaji wa ramli, rijsum min amali shaitan, zote hizi ni takataka, ni uchafu na ni katika kazi ya shetani. Kunywa pombe, kucheza kamari, habari za masanamu, kupiga ramli, zote hizi ni rijsum min amali shaitani, ni kazi na ni takataka na ni uchafu ambao unatokana na shetani. Kwa hivyo fajitanibuhu, amri ya Allah, hebu viepukeni hivi vitu vyote vilivyotajwa, la'allakum tuflihuna, ili mfaulu. Maana yake ukivifanya hautafaulu. Kama hiyo habari ya pombe, ukinywa wewe utafaulu kwenye kitu gani? Utafaulu kwenye kitu gani? Kwenye upande wa dini hautafaulu, hata katika upande wa maisha yako pia hutafaulu. Utakuwa umepoteza mwelekeo moja kwa moja. Inama yuridu shaitanu, hakika si vinginevyo shetani anachokitaka kwenye hivi vitu hivi, pombe na kamari na habari za masanamu na upigaji wa ramli. Inama yuridu shaitanu, hakika si vinginevyo anachokitaka shetani kwenye hivi vitu, ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Shetani anachotaka ni kukuleteni uadui tu na chuki kwa kupitia hivi vitu.
Mtu amelewa, amempiga mtu mwingine, ni upendo ni chuki? Utakuwepo uadui au hakuna? Ndio anachokitaka shetani. Mtu amecheza kamari akaliwa, mtu amebeti akaliwa, hapo itakuwa ni chuki au ni upendo? Maana yake itakuwa ni chuki. Na hakuna anayeliwa akafurahia, kila anayeliwa hukasirika. Anachokitaka shetani kwenye hivi vitu ni kuhakikisha anakudumbukizeni kwenye uadui na chuki. Ndicho anachokitaka shetani. Yaani maana yake hata hizi chuki unazoziona, uadui na uona watu wanafanyiana, shetani ndo anachokitaka hicho. Watu wadumbukie kwenye uadui, wadumbukie katika chuki. Fil khamri wal maisiri, shetani anayataka hayo, lakini kwa kupitia pombe na kamari. Alafu lingine analolitaka ambalo ndio shabaha yake kubwa, wayasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Shetani anachokitaka, anataka akuzuieni mkose muda wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hata mkose muda kabisa wa kwenda kwenye swala. Hiyo pia ni shabaha yake kubwa sana. Miongoni mwa shabaha zake kubwa sana ni pamoja na hiyo. Shetani anachokitaka kwa kupitia vitu hivyo, akuzuieni mkose muda wa kumtaja Allah moja kwa moja. Muda huo mukose. Leo kuta mlevi anamtaja Allah, yani kalewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah, huyu basi atakuwa hajalewa, huyu anaekti. Maana kisi tunavyofahamu mlevi, mtu akishalewa ni matusi, atatukana mpaka mama yake aliyemzaa, atatukana mpaka baba yake. Huwezi kumkuta mlevi anamtaja Allah. Ndio lengo la shetani, mkai bila kumtaja Allah. Lakini wa anis salati, shabaha nyingine anayoitaka shetani kwenu kwa kupitia pombe na mengineyo, mkose mpaka hata muda wa kuswali. Huwezi kumkuta mlevi anaswali. Alafu Allah anasemaje? Fahal antum muntahun, je mmekoma? Mmekoma kunywa pombe? Aya hii iliposhuka, maswahaba wakasomewa na Mtume, mpaka moja katika maswahaba ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, intahaina. Kama madhara ndio hayo, basi Mola wetu sisi tumekoma, hatutorudi tena katika unywaji wa pombe. Kama madhara ndio haya, hatunywi tena, tumekoma. Na baada ya aya hii kushuka, pombe zilimwagwa mpaka mitaro ikaonekana ni pombe tupu, linapita linaenda zake hivyo. Katika pombe watu wanapata manufaa ya biashara, lakini wamesahau madhara yanayopatikana. Yasalunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah anaeleza katika Qur'ani, ewe Muhammadi, wanakuuliza hao wanadamu kuhusiana na pombe na kamari, maana zilikuwa zikichezwa sana wakati huo, kamari, pombe likinywewa sana. Wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari, wanakuuliza kwamba hivi vitu vikoje? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, waambie hiyo pombe na kamari, kweli watu wanapouza pombe na wanapocheza kamari wanapata manufaa. Si mtu akiuza pombe anatajirika? Au amuoni watu wakitajirika? Si kuna baadhi ya watu wanacheza kamari mpaka wanakuwa matajiri wakubwa? Waambie katika hivyo vitu kuna manufaa, lakini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Lakini waambie hayo manufaa wanayoyaona, madhambi na madhara yanayopatikana kwenye pombe ni makubwa kuliko hayo manufaa wanayoyapata. Na kanuni za sheria zinasemaje? Sheria ya Kiislamu, kitu ambacho madhara yake ni makubwa kuliko manufaa, kitu hicho kinakuwa ni hakifai kukifanya. Si ndivyo Waislamu? Kitu ambacho madhara yake ni makubwa kuliko manufaa, kitu hicho unaambiwa usifanye. Lakini kitu ambacho manufaa yake ni makubwa kuliko madhara, unaruhusiwa kufanyaje? Si ndivyo Waislamu? Angalia hii kanuni inavyoenda. Sasa waambie hao wanaokuuliza kuhusiana na pombe na kamari, waambie
Hayo manufaa mnayoyapata mkiuza pombe, huo utajiri mnaupata mkiuza pombe, na huo utajiri mnaupata kwa kucheza kamari, waambie madhara yanayopatikana kwenye hivyo vitu ni makubwa kuliko manufaa. Kwa hivyo kanuni nasemaje? Kitu ambacho madhara yake ni makubwa kuliko manufaa, kitu hicho haifai kukifanya. Si ndivyo Uislamu? Maana yawezekani ikawa watu wanaona kweli manufaa yanapatikana, kodi zinalipwa, wauza pombe wanalipa kodi, ni manufaa, si ndivyo? Lakini je, madhara yanayopatikana kuharibu taifa, maana yake ni makubwa kuliko ile kodi inayolipwa, ndio tafsiri yake. Si ndivyo Uislamu? Maana umemuuzia mtu pombe au umempa kibali cha kuuza pombe, kauza, yeye kapata pesa na wewe umepata mapato. Kwa hivyo yeye amenufaika na wewe umenufaika. Lakini huyu mnayemwangamiza kwa pombe hilo ndio nguvu kazi ya taifa. Maana yake tayari mnamharibu jumla. Kesho na kesho kutwa nani analitetea taifa? Kwa hivyo manufaa yanayopatikana yale ni kidogo zaidi kuliko madhara yanayopatikana, tena kidini na hata kitaifa pia moja kwa moja. Pombe sio kitu kizuri hata kidogo. Pombe halijawahi kuleta manufaa kwenye jamii yoyote, na manufaa yanayopatikana kwa muuzaji ni kidogo, lakini madhara yanayopatikana kwa watumiaji ambao ndio nguvu kazi, madhara yake yanakuwa ni makubwa sana, makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Waislamu amelilaani pombe na watu 7 ambao wanaamiliana na habari nzima ya pombe wamelaaniwa. Mtume anasema hivi katika Sahihu al-Bukhari, anasema la'ana Allahu al-khamra, Allah amelilaani pombe. Pombe kama pombe lenyewe limelaaniwa, lile pombe lenyewe kama lenyewe limelaaniwa. Alafu washaribaha, Allah amemlaani mpaka mnywaji wa ilo pombe. Hata huyo anayelinywa ilo pombe naye kalaaniwa. Maana yake mlevi kafanyaje? Unaona hatari hiyo? Yaani maana yake pombe lenyewe limelaaniwa, hata yule anayelinywa pia naye kalaaniwa. Na leo usihadaika na matangazo ambayo yanapita kwa lugha nzuri nzuri, wanakuambia kunywa kistaarabu. Kwani ukishalewa ukakojoa mbele za watu ni ustaarabu? Mtu akishalewa akamtukana mpaka mama yake ni ustaarabu? Kwa hivyo hii kunywa kiustaarabu ni matangazo tu ya kuvutia ili mteja aingie 18 kampuni ipate pesa. Lakini mtu anapolewa hakuna ustaarabu. Hakuna ustaarabu. Kwa hivyo pombe kama pombe limelaaniwa, washaribaha, na yule mwenye kulinywa lile pombe naye kalaaniwa. Alafu sikiliza, wasaqiyaha, na yule mwenye kusupply hilo pombe naye kalaaniwa. Yule mwenye kulisupply, yule msafirishaji, maana yake ni dereva, anafanya kazi kwenye kampuni ya pombe, yes ana supply, yule naye kalaaniwa. Maana yake haifai kwa Muislamu kufanya kazi kwenye kampuni ya pombe. Kwa Muislamu haifai. Tafuta kazi zingine ndugu yangu, kazi ni nyingi. Kazi ni nyingi. Wabai'aha, na yule mwenye kuliuza, yule aliokaa pale kwenye baa kuna kuuzwa, yeye pia naye kalaaniwa, yule mwenye kuliuza ambaye amefanya kuwa ndio biashara yake. Kaangalia huku na kule, akaona biashara nzuri nifungue sehemu ya pombe, akaamua kufungua sehemu hiyo. Huyu naye laana haijamkosa, kalaaniwa. Mtume anasema hivyo. Wahamilaha, na mwenye kulibeba ilo pombe, mwenye kulibeba kusogezea watu wengine. Yeye ni mfanyakazi pale, anachukua, yeye kazi yake anaagizwa, lete pombe fulani, anaweka kwenye glasi, anampelekea mnywaji. Huyu mwenye kufanya hii kazi hapo, mwenye muhudumu, na yeye kalaaniwa. Na wanawake wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, muwe makini kwenye hilo. Walmahmulata ilaihi, na yule mwenye kubebewa. Kwa hivyo yule mwenye kuagizwa kalete pombe fulani pale ndani pale, kalaaniwa, na yule anayeenda kuletewa naye kalaaniwa. Na tunaposema laana, maana yake ni kitu kibaya sana. Laana maana yake
ni kutoka au kufukuzwa katika huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Laana maana yake ni Mungu kakufukuza wewe, toka, hautokuwa katika wale nitakao wahurumia kama shetani. Shetani sikalaaniwa. Kulaaniwa maana yake nini? Kafukuzwa kwenye huruma za Mungu, kwamba wewe toka, mimi sikutambui na wala sintokuweka kwenye huruma zangu, wewe nenda. Sasa ikiwa Allah atakufukuza kwenye huruma zake, yani haya maisha yanakuaje? Maana yake hatokulinda, maisha yako yatakuwa ni ya taabu, ya dhiki, misukosuko na changamoto za hapa na pale, majanga ya kila aina, kwa sababu umefukuzwa. Maana yake Mungu anapokufukuza unakuwa kwenye hali mbaya sana, Muislamu. Kwa nini ulaaniwe? Kwa sababu ya kitu ambacho hakina manufaa na wewe, kitu ambacho kina madhara na wewe. Kwa nini ukubali kulaaniwa? Si uachane nacho tu. Kwa nini? Lina faida gani hilo lidubwasha? Lina faida gani? Mtume sallallahu alayhi wasallama amemtoa kwenye imani ya Kiislamu mtu anaelewa. Mtu anaelewa, Mtume sallallahu alayhi wasallama kamtoa kwenye boma la imani, katika boma la dini. Anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, hazini mwenye kuzini na huko akaendelea kuzingatiwa kwamba ni mkamilifu wa imani, ni muumini. Haiwi hivyo. Yani mtu akizini imani yake imepungua, au kuna wakati inaweza ikatoka kabisa. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, na hanywi pombe mwenye kunywa na akaendelea kuzingatiwa kuwa ni muumini. Haiwi hivyo. Mtu anachukua pombe lake, Muislamu, analiweka kwenye mdomo wake na anakunywa. Allah atuepushe. Hanywi mwenye kunywa na halewi mwenye kulewa, kisha akaendelea kuzingatiwa kuwa ni mkamilifu wa imani, akaendelea kuzingatiwa ni muumini. Haiwi hivyo. Kisha hadithi ikaendelea kusema wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, na haibi mwenye kuiba, kisha akaendelea kuzingatiwa kuwa ni mkamilifu wa imani au ni muumini. Haiwi hivyo. Muumini haibi, muumini hawi mwizi, aliyekamilika kiimani hawi mwizi. Lakini tunapopahitaji kwenye hii hadithi wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama anamweleza huyu ambaye ni mlevi, siku anapokunywa lile pombe anaivua imani yake inaondoka. Pale aliposema Mtume, manzana, yoyote atakaizini akatoka na mwanamke asiye mke wake wakaenda kujamiana huko, au mwanamke akatoka na mwanaume asiyekuwa mwanaume wake wakaenda kujamiana huko, kitendo hiki atakayefanya, washariba al-khamra, na akanywa pombe, na yoyote atakayekunywa pombe, naza Allahu minhu al-imana, Allah anavua imani kwa mtu huyo, kama yakhla'u al-qamisa min ra'sihi, kama mmoja wenu anavoivua kanzu kuitolea kwenye kichwa chake. Kanzu inavuliwaje Waislamu? Tunaishikia huku chini alafu tunaipeleka natokea kwa kichwani. Sasa vile unavotoa ile kanzu yako, unavoivua ile kanzu, vile unavoivua na ukaweka kule, ikatoka kwenye mwili wako. Na anayekunywa pombe ndivyo anavovua imani yake. Anaivua imani yake kutoka kwenye moyo wake, inatokea kwenye kichwa chake, inaenda. Sio kitu kidogo iko Waislamu. Sio kitu kidogo hata kidogo. Unywaji wa pombe Waislamu ni ufunguo wa shari zote. Mwanadamu anapokuwa na akili yake timamu huwa anajizuia kufanya uhalifu na mabaya, kwa sababu ana akili. Anajua mimi nikifanya uhalifu kuna kitakachonifuata. Nitakamatwa, nitahukumiwa, nitafungwa. Au kama ni kosa kubwa nitakamatwa, nitahukumiwa, nitauawa. Akili yake inafanya kazi sababu anafikiria. Lakini anapokuwa amelewa,
Anapokuwa amelewa, hiyo akili inakuwa haipo, anaweza akafanya lolote baya, kwa sababu akili inayomfanya atafakari haipo. Sikiliza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Abu Darda radhiyallahu anhu anasema, auswani khalili sallallahu alayhi wasallama, alinihusia mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Darda anasema kipenzi changu Mtume alinihusia. Ni kipenzi chake na ni kipenzi chetu. Au yuko asiyempenda Mtume wa Islam? Alimuhusia nini Mtume? Abu Darda anasema Mtume alinihusia, la tashrabil khamra. Abu Darda, usije ukathubutu hata siku moja kunywa pombe. Maana yake ni wasia kwa Abu Darda, pia ni wasia kwetu. Sio kwamba inamhusu Abu Darda peke yake, bali inatuhusu na sisi. Mtume anamwambiaje? La tashrabil khamra. Ewe Abu Darda, usinywe pombe, usije ukathubutu kunywa pombe. Fa innaha miftahu kulli sharrin, kwani pombe ni ufunguo wa kila shari. Pombe ni ufunguo wa kila shari. Yaani shari zote ili uweze kuzifanya lazima ulewe. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshaweka ufunguo wa shari. Si kuna matukio mengi tu Waislamu mnasikia, mtu kamuua mtu mwingine, anapelekwa mahakamani. Kwani umemuua? Kwani umemuua mwenzie? Kwambia mheshimiwa, mimi nililewa, nilikuwa sielewi. Kafanya nini? Shari. Kilichomfanya afanye shari ni nini? Ulevi. Mara mwingine ananyonga mpaka mtoto wake mchanga. Anaulizwa, kwa nini umefanya jinai hiyo? Kosa baya kama hili, mtoto wako kumzaa unamnyonga? Kwambia mimi nilikuwa sielewi mheshimiwa, nililewa. Hivyo pombe ni shari, ni ufunguo wa shari zote. Ndugu zangu, nitaje madhara ya aina tatu ya pombe, kisha nimalize. Madhara ya aina tatu ya pombe. Wallahi, lao kama mtu atafuatilia mazungumzo haya kwa uadilifu, hatokaa akasogelea pombe. Lao kama mtu atafuatilia kwa uadilifu, kwamba nimekaa nimetuliza akili yangu, hebu niache matamanio yangu, kwamba napenda pombe au sipendi, niache matamanio yangu mbali. Na lau hata watawala wetu, lau kama Allah akawapa ufahamu na wakaweza kufanya mukarana. Mukarana maana yake ni kuambatanisha matukio, kwamba maslahi ya pombe yanayopatikana na madhara yake, ili pombe hawatokaa wakaliruhusu. Lau kama wataamua kufanya mukarana, kwamba maslahi yanayopatikana lakini pia na madhara yanayopatikana kwenye nguvu kazi yetu ya taifa letu, hii pombe hawatoweza kuiruhusu lau kama watafanya mukarana. Pombe ina madhara makuu matatu. Madhara ya kwanza, adhararu diniya waruhiya. Pombe lina madhara kwenye upande wa kidini na upande wa mambo ya kiroho. Ndio hayo upande wa kidini. Wewe unaonaje mtu anapokunywa pombe? Kama tulivyozungumza katika aya, mtu anapokunywa pombe hapati hata muda wa kumtaja Mola wake. Ni madhara ya kidini, sio madhara? Hai, ni madhara. Yaani kama unalewa alafu hata muda kumtaja Allah upati, ni madhara hayo kidini. Ni madhara kiimani, kiroho. Unaonaje mtu anapokunywa pombe hata muda wa swala unakosekana? Ni madhara hayo kidini au sio madhara? Hai, ni madhara. Madhara kiimani, madhara kiroho, madhara kiimani. Lakini pia madhara anayopata upande wa dini, ghadhabullahi wal la'na. Anapata hasira za Allah na laana za Mwenyezi Mungu. Na hilo tumeliona katika hadithi, kwamba mtu anapolewa analaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenye imani anakuwa amepungukiwa au anatoka. Lakini pia naksul imani ala sharibiha,
Mtu anapokunywa pombe, imani kama itabaki, basi inabaki kidogo, imani yake inabaki kidogo. Hayo yote ni madhara kidini. Lakini pia pombe, madhara ya aina ya pili, pombe lina madhara kiafya na hata kwenye mwili wa mnywaji. Pombe lina madhara kiafya. Unamkuta mtu alinona, lakini akijihusisha na unywaji wa pombe ananyong'onyea. Mtu alikuwa ni kijana, akijihusisha na unywaji wa pombe anakuwa kazee. Unasema huyu mtu ana miaka mingapi? Mbona hata ni mdogo wangu kabisa kimiaka, huyu ni mdogo kabisa huko. Mbona amezoeka, amechoka? Yote ni madhara ya pombe. Kasaratani al-kabdi, mtu anapolewa anaweza akapata madhara ya anaweza akapata kansa ya ini. Kansa ya ini. Wengi sana wanaoenda hospitali na akachunguzwa akaonekana ana madhara ya ini, ana kansa ya ini. Cha kwanza anachomuuliza daktari ni nini? Muuliza, unakunywaga pombe kali? Japo zote ni kali. Hii kali ni kuboresha tu. Maana chochote kinachokuumiza ni kikali hicho. Unakunywaga pombe kali? Ukisema tu ndio, anaandika tu ndio sababu ya nini? Ya kansa. Lakini pia waswada'il mustamirra, mtu hupata maumivu ya kichwa endelevu. Mlevi siku zote anaumwaga sana maumivu ya kichwa. Lakini pia kutapika, mtu akishalewa anatapika kila mara, na kutapika hiyo ni sehemu katika madhara. Madhara ya aina ya tatu au grupu tatu la madhara, pombe lina adhararul ijtimaiya. Pombe lina madhara kijamii. Kijamii tena kwenye upande wa jamii ndio lina madhara zaidi kijamii. Kama yapi? Mfano madhara kijamii, katafakukil usra, kama vile familia kusambaratika. Wengi walikuwa na familia zao, akianza kuleo familia inasambaratika. Hivi ni mtoto gani atakayekuwa yuko tayari kukaa kwenye familia ambayo baba anakojoa ndani kwa sababu ya ulevi? Ni mwanamke gani atakayekuwa yuko tayari kuishi na mwanaume anayekojoa ndani, anayekojoa kitandani kama mtoto kwa sababu ya ulevi? Ni mwanamke gani atakayevumilia haya mambo? Labda kama wanalewa wote. Maana wakilewa wote, huyu anakojoa hapo, huyu anakojoa hapa, wanaenjoy maisha. Kama ni walevi wote sawa, inawezekana. Lakini huyu ni muungwana, ni mtu anayejiheshimu. Huyu wa pili analewa. Ni nani atakayekubali kuishi na mlevi na vituko vyake? Hiyo familia lazima isambaratike. Itasambaratika tu. Watoto watasambaa, wataenda kwenye maisha yao. Wengine watachukuliwa na ndugu kama bado wanahitaji kulelewa. Baba yeye naye atalewa huko kwenye vijiwe mpaka atalala huko asubuhi mpaka anaamka amenyeshwa na mvua, hata alikuwa hajielewi. Maisha ya familia inasambaratika. Lakini intisharul jarima wal unuf, ulevi unasababisha jinai kuwa nyingi na ukatili. Ulevi unasababisha jinai kuwa nyingi pamoja na ukatili. Na hii mifano yake tumekusha ieleza. Mwingine anabaka na anaua kabisa yule aliyombaka, anambaka mtu na kumuua kabisa kwa sababu ya ulevi. Hizi zote ni jinai. Mwingine anamjeruhi mwingine kwa kisu, ima ni kichwani, mgongoni au wapi, anamjeruhi kwa kisu, hiyo ni jinai, na hiyo yote ni kwa sababu ya ulevi. Mwingine atamuua mpaka hata mtoto mdogo, na hiyo yote ni jinai, sababu yake kubwa ni ulevi. Tuepuke ulevi ili tupate mustakbali wa dini yetu na ili tupate mustakbali wa dunia yetu. Kulewa Waislamu kunapoteza mustakbali, na Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sote na tukinge na shetani, na kila aliyeingia kwenye uraibu huo na changamoto hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe katika usawa ili aweze kuweka mustakbali wake wa kidini pamoja na mustakbali wa kidunia. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.